Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, tuko hapa KBH by Royal Village Hotel. Hapa niko na MC wa kimataifa. MC Salma, unamjua wewe? Ni MC anayevuma hapa mkoa wa Singida, kanda ya kati na nchi nzima ya Tanzania. Lakini yeye ni miongoni mwa washiriki wa TRA Singida Iftar Gala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hongera kwa kushiriki katika TRA Singida Iftar Gala. Asante. Labda jina lako ni nani, wafuatiliaji wa Snada TV waweze kukufahamu? Naitwa Salma Mwenjuma, maarufu ni MC Salma. Ni mwenyekiti wa wanawake na Samia Manispaa Singida, lakini pia ni MC bora kanda ya kati, mwenye tuzo. Hongera sana. Asante. Leo hii tunakuona nawe ni miongoni mwa washiriki katika TRA Singida Iftar Gala. Neno lako moja ni lipi? Mimi nashukuru kwa TRA kutukumbuka. Umefanya kitu kizuri. Hii inaonyesha umoja. Wanarudisha shukrani kwa jamii, wanarudisha shukrani kwa wananchi, lakini pia kutukumbuka kwa sababu tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tupo kwenye mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo hii ni kurudisha shukrani kwa jamii. Tunashukuru sana, wamewakumbuka makundi mbalimbali, makundi tofauti tofauti, wafanyabiashara, viongozi wa taasisi, wa serikali, lakini pia wananchi kwa ujumla na wateja wao wote. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, hapa nipo na Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Singida, na yeye ni miongoni mwa washiriki katika TRA Singida Iftar Gala inayofanyika hapa KBH by Royal Village Hotel. Atajitambulisha jina lake na kisha tutaendelea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hongera, kwanza umependeza katika mtoko wa iftar ya leo hapa KBH by Royal Village Hotel. Labda jina lako ni nani? Mimi naitwa Shamim Hoza. Kama ulivyotangulia kusema, mimi ni kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Singida. Okay, hebu katika TRA Singida Iftar Gala, labda neno lako moja kwa washiriki wote na Waislamu walioshiriki katika iftar hii ni lipi? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba waumini wote wa dini ya Kiislamu, lakini na Watanzania wote, kwa maana wale wasio Waislamu, jambo la iftari ambalo linaandaliwa na taasisi mbalimbali ni jambo la heri sana, kwa maana lengo kuu ni kutukutanisha sisi wote waumini, lakini na Watanzania na Wanasingida kwa ujumla, tukiwa na lengo moja la kudumisha mashirikiano, kudumisha upendo, amani na kuiombea nchi yetu ili zidi kuwa na amani na iwe mfano wa kuigwa duniani kote. Kwa kutamatisha, TRA wamefanya jambo kubwa, labda wewe una lipi la kuwaambia? Mimi niwapongeze TRA kwanza, naamini wamewakutanisha walipa kodi wao, lakini na sisi tunakutana nao katika siku ya leo. Tunaenda pia pamoja na mambo mengine ya iftari, lakini tunaenda kuongeza network kwa watu wengine, kwa watu wote waliojumuika na sisi hapa leo. Lakini kikubwa ni wapongeze sana, ni jambo la heri wamefanya, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwaongoza katika kila wanachokifanya ili kila kitu kikawe heri juu yao. Shukrani sana. Lakini kwa kutamatisha, mnaelekea kuhitimisha mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhan, labda wewe unawatakia nini Waislamu? Mimi niwatakie kila laheri, Mwenyezi Mungu awabariki. Tunamuomba Mwenyezi Mungu apokee funga zao kwa kipindi hiki kilichobaki. Tuendelee kufanya ibada, tusisitize, tukeshe tukimwomba Mungu ili basi aendelee kufungua riziki zetu, lakini aturuzuku kila lililo laheri na kila lililo jema kwetu sisi Singida, lakini na Tanzania kwa ujumla, na kumwombea heri kila laheri Mheshimiwa Rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kuwa kinara, anatuongoza na kwa kuelekea kumaliza kipindi chetu cha mfungo wa Ramadhani. Basi tunaelekeza dua zetu na yeye ziendelee kumbariki, aendelee kupata maono mazuri ili aweze kutuongoza vema sisi wa Tanzania, lakini pia kutuendeleza kutuheshimisha sisi wa kina mama. Shukrani sana na asante sana. Asante sana.